Hatua hii inanisaidia nafasi ya kuweza kuletea chuma. Kabla ya kuletea chuma, tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza fanya hivyo kwa kuweza kuwasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mimi wakati huu basi ninapata fursa ya kuweza kukuletea chuma unawachuma. Iwapo basi ulimenifuatilia vizuri, utapata kwamba kwenye Chemsha Bongo nilikuelezea masuala ambayo ni taswira ambayo namna hiyo ubongo wako unaweza kuweka namna gani. Unaanza na kwenye ubongo, na nilitumia muda wangu mrefu sana pale. Nilitumia leo muda wangu mwingi sana pale. Kwenye bao nimekufahamisha kwa wote ambao wanakumbana na vikwazo kila kukicha. Na sasa kwenye chuma unaochuma ninatamatisha kwa kupatia tabia 3 za watu wanaofanikiwa. Inarudi tu hapo kwenye tabia. Ninakupatia tabia 3. Waswahili wengine wanasema kwamba hulka, tabia 3 za watu wanaofanikiwa. Kitu cha kwanza ni uwezo wake wa kuwa na ujuzi wa kitaalamu katika kile anachokifanya, technical skills. Yani kitu ambacho unakifanya uwe na technical skills kwa hilo eneo, hicho kitu unakuwa na technical skills. Unakuwa na technical skills hiyo eneo. Usifikiri kwamba kuna kipindi ambacho ukianza hauwezi kuandika watu wa kufanyia kazi. Na hata wakifanya watakuwa wanafanya kila wakati. Kuna wakati mwingine wanaweza choka. Ama iwapo unataka kufungua kinyozi leo, wewe jiulize, unajua kunyoa hata tu ndevu zako peke yake? Kwa sababu yule ambaye umeweka pale aweze kukusaidia ile kazi anaweza kosa kufika. Na lazima ufungue kinyozi. Ujuzi wa kitaalamu katika kile unachotaka kukifanya. Unakuwa na ujuzi. Kwa sababu wakati unaanza huwezi kuwa na uwezo wa kufanya kila kitu. Hadi kwamba lazima umwandike mtu. Itafika wakati huo hata labda wewe inabidi uweze kufanya shughuli ambazo wakati wake ukifika utawapatia watu wafanye. Hiyo ndio mchakato. Uwe na ujuzi wa kitaalamu ni muhimu sana. Technical skills. Eneo la pili ambalo linaitwa human engineering. Kwa sasa hujulikana kama zaidi emotional intelligence. Emotional intelligence. AI. Na kitu cha 3, kutambua hisia za wengine na kuhusiana nao kwa uangalifu. Unatambua hisia za watu na unahusiana nao kwa uangalifu. Katika siku ya leo kwenye chuma unaochuma, wacha nikazungumzie swala hili ambalo ni eneo la pili. Ile eneo la pili, human engineering. Human engineering kwa sasa hujulikana zaidi kama emotional intelligence. Eneo hili huchangia 85% ya mafanikio yako. Upende usipende. Watu wengi kwa kutojua umuhimu wa eneo hili wameshindwa kujifunza na kuwekeza matokeo yake. Wanajikuta wana ujuzi mkubwa wa kufanya kazi zao, lakini wanafeli kufanikiwa katika eneo hili. Eneo hili linahusiana na kudhibiti hisia zako na kutoruhusu kupelekeshwa na matukio ambayo kukuharibia mwelekeo wako wa maisha. Matukio yanaweza kuja, lakini yasiweze kukufanya ushinde kuachieve your vision, kwa sababu yatakuja. Jifunze kutokana na yale matukio yamekuja. Sema jamani, na huwa narudia kusema, ukikataliwa katika mtaa wako
Sijui kama anazungumza, sijui kama huwa anaeleza watu vitu. Sasa hurumie kwamba ulikataliwa na A, ukakataliwa na B, utakataliwa na C. Unaweza kuwa mara tatu, mradi au kutenda dhambi. Kuna mwanamke natumai siku yake alikuwa kimbiza mzigo kupelekea atume parcel mahali ambapo mume wake alikuwa mume wake mtarajiwa apate kuchukua zile nguo zake za harusi, ni arejee kwao, kwa sababu yeye alikuwa amebeba lile lundo, arejee kwao aende kujiandaa, ndio baadaye avae manguanda ya harusi aelekee kwenye harusi. Walibaki wamembaka akirejea baada ya kupeleka ule mzigo wa suti ya mume wake na mtarajiwa na tai na viatu, alikuwa anarejea kwao. Lile gari waliopanda ndani wanaume ndio walimbaka, wakamsukuma nje na mmoja akamdunga kisu kwa tumbo. Alijipata yuko kwenye hospitali, mume wake mtarajiwa akaja pale kwa sababu ya upendo, alimpenda vile vile. Alipopona wakafunga ndoa. Alifahamishwa kwamba hawezi kupata mtoto kwa sababu utumbo wake umeharibika, kwa sababu ya kile kisu kilikuwa kikali. Wakati walikuwa katika nyumba yao wakiendelea na maisha, wamekubaliana na hali, mke na mume wake aliwasha jiko la mkaa kwa sababu kulikuwa na baridi kwa nyumba. Yule walivuta monoxide, yule mwanaume alifariki dunia kutokana na madhila yote aliyopitia. Kwa kina mwanamume walisema kwamba huyu mwanamke ndiye alikuwa na mkosi, kwa sababu hivi tu wanaanza kuunganisha vijimambo na vikaunganika. Alivumilia kwa yote, hata katika yale matope aliyopitishwa ndani alivumilia. Yale makovu yalikuwa ni mabaya. Mwanamume mmoja akamuoa na akamweleza, enda soma gazeti kwa sababu mambo yako kwenye gazeti, enda ukasome. Mimi nina historia mbaya. Yule alienda kusoma na nataka nikuoe. And that's how alibaki ameolewa. Yuko saa hii maeneo ya Seattle, Marekani na mume wake, na sio tu kwa sababu tu ya hilo, na Mungu amewajalia na mtoto. Eneo hili linahusiana na uwezo wako wa kudhibiti hisia na kutoruhusu kupelekeshwa na matukio ambayo yanatokea na yanataka kukuharibia mwelekeo wako wa maisha. Mara nyingi fursa kubwa zinapokaribia katika maisha ya watu wengi, wanajikuta kuna mambo ambayo yanatokea, na usipokuwa uangalifu unajikuta unapoteza kabisa mwelekeo wa siku yako. Umeshawahi kuamka siku na unakusudia kufanya jambo fulani la muhimu, na ghafla mtu anasema neno fulani na kufanyia kitu fulani ambacho kinakuharibia kabisa siku yako, kinakuharibia mood completely? Kama ilitokea hivi, maana yake ni 49 kuwa uwezo wako wa human engineering bado ni mdogo sana. Iwapo vitu ambavyo ni the side shows, wacha kelele na chura, wacha kwa side shows.
mashabiki wanasema aje? Kwa sababu wengine wako na wivu. Mashabiki ndio mpira shuti moja hawezi, lakini akiwa pale kwa terraces anajua kupanga, anajua. Sasa wewe kwa sababu mpira, mbona unaangalia kando kando? Wamesema aje? Wamefanya aje? Wamenitendea aje? Wamenifanyia hiyo ninafai kupatia nafasi ya kupambana. Hizo side shows nafasi kupatia nafasi ya kupambana. Be focused, kwa sababu hivyo vitakuja, na vikitokea alafu uweze kuwa na human engineering yako ni ndogo, utaumia sana, utakata tamaa. Kuna watu wanashindwa kabisa kuendelea mbele kwenye maisha yao completely, kwa sababu wamesemwa kwenye ndoa zao. Wewe imagine mtu amebakwa siku yake ya harusi, amefanywa madhila, amedungwa kisu, amejipata hospitali. Atapenda ndoa? Akiona wanaume si atatoka mbio? Lakini bado aliingia kwenye ndoa. Sasa hivi yuko Marekani, Seattle, sasa hivi na mume wake, hata walivyomueleza kwamba kile kisu kiliingia kwenye utumbo, hautapata mtoto. Sasa yuko na mtoto anapakata. Watu maono yao yamekufa kwa sababu maono yao yalidungwa kisu. Yaliweza kudungwa kisu, yalinyongwa, yalifinywa, na wakakubali. Walielezwa kwamba kule wakaelezwa nyingi tofauti, historia ikazungumzwa labda kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu hata ile harusi ilikuwa ya pesa mingi. Angalia sasa hata hii wataachana tu. Yopo basi utasema hivyo na bado hujaingia kwenye ndoa. Unajenga taswira ipi? Eneo lingine la human engineering ni kutambua hisia za wengine na kuhusiana nao kwa uangalifu. Unakuwa very sensitive na makini. Na wakati mwingine wanasema sio kila vita unapigana. Kuna vita vingine unajifanya hujaona na umeona. Unaviangalia ni kama hujaona, unaona ni kama umepigwa upofu, lakini uliviona kitambo sana, lakini unajifanya ni kama hujaviona. Kuna vitu fulani unaweza kuvifumbia macho, lakini umeviona. Kwa sababu ya uelewa wa human engineering. Kila siku kuna watu utakutana nao, na kuhakikishia leo, napotamanisha chuma unaochuma, ambao wamekata tamaa na wanataka na wewe ukate tamaa kuhusu ndoto zako. There are people ambao utakutana na wao leo wamekata tamaa na watataka hata wewe ukate tamaa. Watakwambia hata unasomesha watoto hakuna kazi. Watoto hawasomi, waacha kuharibu pesa. Watoto hakuna kazi. Lakini anakueleza hivyo na yeye mtoto wake anasoma ngambo. Mtoto wake yako ngambo. Mtoto wake anakuambia hivyo na anafanya shopping, mtoto anaenda ngambo. Na anakuambia usomeshe wa kwako. Alafu wewe na upumbavu yako kichwani unasema basi wamesema. Wamesema. Ndio maana nakurejesha pale ambapo mamangu mzazi marehemu, Mungu akamlaze roho yake mahali pema. Wakikimbia, wakitembea tembea, wakipumua, wauza mweka. Ni banda kula. Usijaribu kusema kwamba wengine wanafanya na wanatulia tu, unasema acha wafanye. Sisi tutakuja kupaka rangi. Bwana paka rangi na wengine. Wakikula vumbi. Wakiinama, wakiamuka, wakikimbia. Wakiketi, wakienda half time unaingia half time kidogo. Wakichomoka wanachomoka na wao. Hivyo ndio mkumbo wa maisha. Ukitembea na watu 10 ambao ni walevi, wewe ni wa 11. Tembea na watu 11 ambao
ni wazimu. Wewe ni wa 10 na hujahesabu vizuri, mko 12. Hujahesabu vizuri. Tembea na watu 10 ambao ni mabilionea. Hata kama una kitu kwa mfuko, unahesabika bilionea wa 12. Na wako 11. Show me your circles and I will tell you who you are. Na hiyo ndio chuma unaochuma.